Na bwana Harmonize Konde Boy amezidi kuzungumza mambo mengine mengi sana kumuhusu Diamond. Ni kwamba bwana michongo ya Harmonize bado inaendelea. Sasa basi hapa bwana tuko na habari kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa hawavijui. Kwa mujibu wa Harmonize mwenyewe ameamua kuja kutoboa siri kwamba kipindi yuko WCB bwana, mambo mengi sana ambayo alikuwa anayafanya, jitihada ambazo alikuwa anazionyesha katika mziki, kushuti video, kutoa mangoma, makolabo, kusafiri na vitu vingine kama hivyo, ni mpenzi wake Sara wa kipindi kile, yule Sara Michelotti Muitaliano, ndio alikuwa anagaramia, lakini sifa zote za mapambano ya Harmonize na mafanikio walikuwa wanapewa WCB. So hapa bwana ni kwamba kuna page ambayo imekuja kuripoti kwa urefu zaidi, wakiwa wameandika kwamba bwana star wa muziki wa Bongo Flava Harmonize ametoa kauli iliyozua mijadala mitandaoni baada ya kudai kuwa wakati yupo kwenye lebo ya muziki ya Wasafi yani WCB, aliyekuwa mpenzi wake wa kipindi hicho Sara Michelotti Muitaliano alikuwa akimsaidia pesa za kuwekeza kwenye shughuli zake za kimuziki, lakini sifa zote zilikuwa zinakwenda WCB. Akizungumza katika kipindi cha redio cha The Throne cha Crown FM, Harmonize alizungumza hayo. Alisikika akisema kwamba nashukuru Mungu, kipindi nipo na Sara alikuwa ananisaidia. Nikawa nachukua pesa, nilikuwa nachukua pesa ndani naenda kuwekeza kwenye kazi zangu za mziki, kufanya charity na kufanya event kwenye mziki, lakini pia vile mwisho wa siku sifa zote hizo zilikuwa zinakwenda kwenye lebo ya WCB. Lakini kauli hiyo bwana imechukuliwa kwa mitazamo tofauti na mashabiki wa mziki, huku baadhi yao wakidai kwamba msanii huyo alitakiwa kuwa na shukurani kwa record label yake ya zamani, huku wengine wakiunga mkono na kudai kuwa ni vyema azungumze ukweli. So kwa kifupi ni kwamba bwana hili sakata bwana limekuwa na mambo mengi sana, na kwa kifupi ni kwamba hii issue ya Harmonize bwana kuto kumzungumzia Diamond ni kitu ambacho hakiwezekani. Harmonize ataendelea kumzungumzia Diamond in a negative way. Yani issue ya yeye aliyoyapitia Wasafi ni moja kati ya vitu ambavyo Harmonize ameshindwa ku move on. Umeona bwana na amekuwa akivizungumzia daily. Kwa hiyo watu wengi sana wanachukizwa na kitendo cha Harmonize kumzungumzia Diamond mpaka leo, lakini still Harmonize naye pia ameamua kuwajibu vile. Kwa hiyo mambo ni mengi. Kwa kifupi ni kwamba historia ya Diamond na Harmonize ni ndefu sana, nadhani watu wengi sana watakuwa wanaifahamu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia kama labda kuna vitu ambavyo labda huvikumbuki kuhusiana na kile ambacho kimetokea kati ya hawa wawili, nataka nikukumbushe tu jinsi mambo yalivyokuwa. Kama unavyofahamu kwamba Harmonize bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana historia ndefu sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava, na ni kwa muda mrefu sana huyu kijana bwana amepambana mpaka kuja kupata nafasi ya kukutana na Diamond Platnumz, then baada ya hapo bwana akapata opportunity ya kusainiwa katika record label ya Wasafi. Kwa kifupi ni kwamba Harmonize ndiyo tunaweza tukamuita first born wa Wasafi yani WCB. Yani WCB ilivyoanza kama label, Harmonize ndio alikuwa msanii wa kwanza kabisa kuwa signed katika record label hiyo. Lakini pia vile ni kwamba Harmonize bwana ndiye msanii ambaye alikuwa anapendwa kweli na Diamond Platnumz. Hicho ni kitu ambacho kinaeleweka kabisa. Ni kwamba Diamond bwana aliinvesti kila kitu kwa Harmonize, alimfundisha vitu vingi sana kuhusiana na industry ya muziki wa Bongo Flava. Lakini pia vile bwana alikuwa ni msanii ambaye alikuwa anajuhudi, yani katika swala la juhudi bwana Harmonize alikuwa anajitahidi sana, na Diamond alikuwa yuko proud sana na msanii wake. Lakini ndio hivyo tena, kuna vitu vikaingia hapo kati vikasababisha wawili hawa bwana kutokuwa na maelewano mazuri, na mwisho wa siku ikabidi Harmonize aamue kujitoa katika record label hiyo ya Wasafi. Sasa kuna ile termination contract, yani ili uvunje mkataba na record label lazima uilipe, kwa sababu wewe msanii ndio umeamua kufanya hivyo bwana. Kwa hivyo basi kutokana na makubaliano ambayo alikuwa ameingia, Harmonize alitakiwa ailipe record label takriban milioni 500.
Umeona bwana, milioni 500 Harmonize itakiwa ailipe record label, lakini pia vile kulikuwa kuna faini nyingine ambazo pia Harmonize ilitakiwa azilipe katika record label hiyo ya Wasafi. Sasa bwana, katika hizo faini ukipiga mahesabu haraka bwana, ndio ilikuwa inakuja takriban milioni 100 tena nyingine. Kwa hiyo Harmonize bwana, kwa mujibu wa story ambavyo alivyoisimulia kwa mara ya kwanza kuhusiana na yeye kuilipa record label ya Wasafi, alidai kwamba aliuza vitu vyake akakopa, and then alikuwa na girlfriend wake yule mzungu Sara Michelotti Muitaliano yule, akatoa pesa vile kwa ajili ya kwenda kuilipa record label ili aweze kuterminate contract, ajitoe katika record label hiyo. Na sababu ya kujitoa bwana ni kwamba hakukuwa na maelewano mazuri, yani Harmonize alikuwa anakosa amani pale Wasafi. Habari ambazo tulikuwa nazo ni kwamba mameneja wa Diamond walikuwa hawamtaki, hawampendi Harmonize. Walikuwa wanamuona kama vile Harmonize anataka kujishindanisha na Diamond, Harmonize anataka kumfanyia figisu Diamond, anataka yeye ndo awe namba moja na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo Harmonize akawa anafanyiwa figisu, hakuna kutoa ngoma, hakuna collab na vitu vingine kama hivyo, na maneno ya chini ndio akaamua ajitoe. Sasa katika swala la malipo akatoa milioni hizo 500 baada ya kuuza nyumba zake ambazo alikuwa ameanza kujenga, lakini pia vile Harmonize akamwomba girlfriend wake yule Sara, ikabidi na yeye pia amuombe pesa, akachanganya akapata hizo milioni 500 akatoa. Then baada ya hapo ni kwamba wakadai tena milioni 100 nyingine, kutokana na kwamba wakidai kwamba bwana ile pale ni kwa ajili tu kwamba hiyo bwana ni kwa ajili ya faini ambazo za makosa ambayo alikuwa anayafanya akiwa chini ya usimamizi wa record label hiyo, kama vile alivyoendaga kwenye show ya Burna Boy bure na vitu vingine tofauti kumsupport, alivyoendaga uwanja wa Taifa na mambo mengine mengi. Ni kwamba Harmonize takiwa atoe tena milioni 100, kabidi aombe kwa jamaa anaitwa Jembe ndiye akasupport hiyo issue. Lakini baada ya hayo yote bwana, at the end of the day ni kwamba Harmonize bwana akafanikiwa kupata hiyo termination contract. Sasa kile kitu bwana ni kwamba yeye kwa upande wake amekichukulia kwamba Diamond ni kama vile msaada wote aliyompa ameshamlipa. Yani msaada ambao Diamond ameutoa kwa Harmonize ameshaulipa. Harmonize amemlipa Diamond kwa kiasi kile cha fedha ambacho Diamond alikuwa anamdai, ambacho alichokilipa. Kwa hiyo msaada wote umeishia hapo. Kwa hiyo sasa Harmonize ni kama vile yeye mwenyewe amejitengeneza mwenyewe mpaka kufika pale alipofika, kwa sababu support ambayo alipewa na Diamond ameigaramia, ameilipia, ametoa takriban milioni 600 kwa kumlipa Diamond kwa zile support ambazo alikuwa anampa tokea awali. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inamfanya Harmonize siku zote akiwa anafanyiwa mahojiano hataki tena kusikia kwamba eti Diamond yeye ndiye aliyemsaidia kumtoa Harmonize, kwa sababu Harmonize mwenyewe anajua kwamba alishamlipa, msaada huo aliyompa alishaulipia. Umeona bwana, kwa hiyo hakuna tena haja ya yeye kutajwa kwamba alisaidiwa na Diamond. So hiyo ndio sababu ambayo inamfanya Harmonize uwaga na mind sana, akiambiwa kwamba Diamond ndo amemsaidia, Diamond amemsaidia na vitu vingine, anashangaa kwamba amenisaidia vipi wakati nilimlipa? Wakati huo msaada wake alitaka ulipiwe pesa akalipa. Kwa hiyo ndio maana Harmonize amekuwa akimind issue ya kusema kwamba amesaidiwa na Diamond. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.